Naam, hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako msikilizaji, ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Ana Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube na TikTok. Na kumbuka pia tuko pale X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Hebu kwanza nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. If you die, there's nothing to fear. Why? Because you'll either go to heaven or to hell. If you go to heaven, there's nothing to worry about. You'll be okay. Even if you go to hell, there's nothing to worry about. You'll find so many of your friends. So spend a long time just greeting them. How are you? Waziri mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga amefariki dunia. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Viongozi mbalimbali ndani na nje ya bara Afrika wameendelea kutuma risala za rambirambi kwa raia nchini Kenya kufuatia kifo cha waziri mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga. Kwenye risala yake, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemtaja Raila Odinga kama kiongozi mahiri, mwanajumuiya Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhisho, ambaye ushawishi wake uligusa kila pembe barani Afrika. Naye Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amemtaja Raila Odinga kama nguzo muhimu katika kukuza demokrasia barani Afrika. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema kwenye risala yake kwamba Bwana Odinga ameacha pengo kubwa. Naye Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amemtaja waziri mkuu wa zamani nchini Kenya kama kiongozi shupavu na aliyependa kuimarisha uhusiano kati ya mataifa. Raila alifariki dunia nchini India ambapo alikuwa anapokea matibabu. Watawala wa kijeshi nchini Madagascar wamefuta katiba ya nchi hiyo na kutangaza utawala wa mpito kwa muda wa miaka 2. Hii inafuatia mapinduzi dhidi ya utawala wa Rais Andre Rajoelina. Kiongozi wa kitengo cha jeshi cha Kapsat, Kanali Michel Randrianirina, amepata idhini ya mahakama ya juu kuunda utawala wa mpito. Kiongozi huyo wa kijeshi aidha amefuta tume ya uchaguzi ya Madagascar. Kisiwa hicho cha Bara Hindi kimeshuhudia maandamano ya vijana wakilalamikia utawala wa Rajoelina ambaye kwa sasa anasalia mafichoni. Waziri mkuu wa zamani nchini Kenya Raila Odinga amefariki dunia. Familia yake ndiyo iliyothibitisha kifo cha mwanasiasa huyu maarufu nchini Kenya na Afrika. Raila alifariki dunia wakati akipokea matibabu nchini India. Amepumzika akiwa na miaka 80. Katika majuma ya karibuni kumekuwa na minong'ono nchini Kenya kuhusu afya ya Bwana Raila, lakini wandani wake walipinga taarifa kwamba alikuwa anaugua sana. Mwanasiasa huyu aliye na ushawishi mkubwa nchini Kenya aliwania urais mara 5 bila mafanikio. Wafuasi wake walimpa jina Baba, Agwambo, Tinga, miongoni mwa majina mengine. Alitajwa kama mcheza karata ya siasa za Kenya na pia mwenye ujuzi mkubwa wa kuunda ufuasi wa kisiasa. Mikutano ya kisiasa ilishuhudia umati mkubwa wa wafuasi wake waliemuona kama kiongozi aliyetetea maslahi ya wanyonge. Nchini Kenya, Raila Odinga amepata sifa kutokana na harakati zake za kutetea uhuru, demokrasia, haki na ubinadamu na mageuzi. Tuanze na tahariri inayomulika Raila Odinga, ikiwasilishwa kwako na Ken Wandera. Katika jangwa la siasa za Kenya, jina Raila Odinga limekuwa kama ngurumo ya radi kabla ya mvua, sauti iliyotikisa milima ya mamlaka na mabonde ya ukosefu wa haki. Raila hakuwa mwanasiasa wa kawaida, alikuwa mchecheto wa mapambano, kiongozi aliyezaliwa kwa upeo wa vuguvugu na mwanamapinduzi aliandika jina lake kwa wino wa uvumilivu.
Kwa zaidi ya nusu karne, Raila alisimama kama mnara wa matumaini kwa wale waliotamani Kenya yenye usawa na haki. Alipitia njia ndefu yenye miiba, vizingiti na majaribu, mara kafungwa, mara kasingiziwa, mara katupa mawe ya maneno. Lakini kama mto unaokataa kukauka jangwani, Raila aliendelea kutiririka, akivunja vizuizi, akipenyeza milango ya hila na kueneza imani ya mabadiliko. Wapo waliomuita baba, wengine tinga na wachache mganga wa siasa. Lakini majina hayo yote yalikuwa ni tafsiri za hekima ya mtu alijifunza kutokata tamaa hata upepo ulipopiga kinyume. Tangu ujana wake, Raila alionyesha uhodari wa kupinga mifumo kandamizi, akiamini kwamba taifa halijengwi kwa hofu bali kwa ukweli na ujasiri. Katika kila uchaguzi, Raila alikuwa kama simba wa jangwani, akipambana bila kupepesa macho, akijua kwa ushindi wa kweli si kutwaa kiti cha enzi bali kushinda mioyo ya watu. Aliongoza harakati za mageuzi, akapigania katiba mpya, haki za binadamu na utawala bora. Ndio maana jina lake limebaki kama alama ya mwamko wa kisiasa, hata pale wengine walipochoka na kukaa kimya. Wapo waliomuona kama mpiganaji asiye na amani, lakini kwa wengi alikuwa ishara ya matumaini yasiyokufa. Yeye ndiye alifundisha taifa kwamba ukweli unaweza kucheleweshwa, lakini hauwezi kuzimwa. Kama vile jua linavyorudi kila asubuhi baada ya giza refu, Raila alikuwa akiibuka tena na tena, akiwa mpya, mwenye nguvu na matumaini mapya. Safari ya Raila imekuwa ndefu, yenye milima na mabonde ya siasa, machozi na matumaini. Historia itamkumbuka kama shujaa aliyeinua bendera ya demokrasia hadi pumzi yake ya mwisho. Kwa Wakenya wengi, Raila ni tafsiri hai ya uvumilivu, alama ya matumaini na mwalimu wa kizazi kipya cha viongozi. Ni kama taa ya mwanga inayong'aa katikati ya bahari ya giza, ikiwaongoza wafuasi wake wasipotee katika mawimbi ya tamaa na hila za kisiasa. Raila Odinga ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 80 baada ya kukumbwa na mshtuko wa moyo alipokuwa akifanya mazoezi ya kutembea asubuhi. Ameacha mjane na watoto wawili pamoja na urithi mkubwa wa kisiasa, kijamii na kiroho. Leo Afrika inalia kwa pamoja kwa sababu imepoteza mwana wa mwanga, baba wa demokrasia na sauti ya ujasiri. Raila Amolo Odinga atabaki milele katika kumbukumbu za historia kama nguzo ya haki, demokrasia na matumaini ya watu wa Kiafrika. Nchini Tanzania, kifo cha Raila Odinga kimekuwa kikijadiliwa na makundi mbalimbali ya watu, ikiwamo wanasiasa ambao sasa wanajiandaa na uchaguzi mkuu wa baadaye mwezi huu. Wanamzungumzia kama mwanasiasa aliyeacha alama kubwa sio tu nchini mwake, lakini hata huko Tanzania ambako mara zote wamekuwa kifuatilia siasa za Kenya. Huyu hapa George Njogopa na taarifa zaidi. Wanasiasa nchini Tanzania ambao sasa baadhi yao wako katika hekaheka za kampeni kuelekea katika uchaguzi mkuu baadaye mwezi huu, wanamtizama Raila Odinga kama mwanasiasa alibeba uthubutu wa mambo, akitoa darasa la kidemokrasia sio tu nchini Kenya kwake bali eneo nzima la Afrika Mashariki. Kwa jinsi alivyoziendea siasa zake, namna alivyokabiliana na wapinzani wake waliopishana katika hoja majukwani, hadi mbinu zake za kuleta usawa wa kidemokrasia na kwa bana wale waliochuana nao katika kampeni za uchaguzi, ni baadhi ya mambo yanayojadiliwa kwa kina na wanasiasa Tanzania wakati huo wanapoyatafakari maisha ya Odinga aliaga dunia nchini India aliko kukipatiwa matibabu kwa majuma kadhaa. Odinga ambaye kwa nyakati fulani amekuwa akionyesha ukaribu na baadhi ya wanasiasa wa Tanzania, anaakisi mengi kuhusu hali jumla ya kisiasa katika eneo la Afrika Mashariki, na baadhi wanasema enzi yake itaendelea kukumbukwa daima. Joseph Salasini, mwanasiasa aliyepita katika vyama vingi vya kisiasa na sasa ni makamu mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, anaotupia onyo la tahadhari viongozi na wanasiasa wanaofanya mambo yao kwa kuzingatia maslahi ya binafsi. Anasema Odinga ameaga dunia, lakini hekaya zake za uongozi zitaendelea kusalia mioyoni mwa vizazi kwa vizazi. Kwa hiyo mimi nadhani ni vizuri mataifa ya Afrika pia kujifunza kwamba kila kitu kina mwisho wake. Lakini yale unayoyafanya mazuri kwa wananchi wako yataishi milele. Yaani utakufa katika macho ya watu, lakini katika mioyo ya watu utaendelea kuishi kutokana na yale uliyofanya. Na ndivyo ambavyo Raila atakuwa ni mmoja kati ya wanasiasa mashuhuri ambao wataishi milele katika mioyo ya Kenya na katika mioyo ya watu wa Afrika Mashariki. Salamu za rambirambi zimekuwa zikimiminika siku nzima leo kutoka kwa kada mbalimbali ya viongozi
wakimwelezea Odinga kama mwanasiasa mwenye haiba ya aina yake aliyeweza kuyagusa makundi yote kuanzia vijana, wanawake mpaka watu wazima. Kifo chake kinawagusa vijana wa Tanzania wanaona kwamba huenda siasa za Kenya zikakosa msisimuko, hasa wakati wa kuelekea katika uchaguzi mkuu nchini humo mwaka 2027. Lakini Majaliwa Kiara aliyekuwa katika kampeni za kuwania urais katika uchaguzi wa Oktoba 29 kupitia chama cha Sauti ya Umma anasema ingawa Odinga alijaribu mara kadhaa bila mafanikio kwenda Ikulu, hata hivyo dhamiri na uthubutu wake unatoa fundisho kubwa kwa wanasiasa wa Tanzania ambao baadhi wanajiandaa kupigia kura katika uchaguzi mkuu ujao. Ni jinsi gani alivyokuwa anazungumza na rais wa sasa Ruto na kuweza kuondosha sintofahamu nyingi, kwa sababu ni mtu ambaye asingetumia hekima na busara yake labda angeweza kusababisha machafuko makubwa sana kwa nchi yao ya Kenya. Na Kenya ndugu zetu wakidhurika, pia hata sisi majirani Tanzania na tutapata madhara pia. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru sana kwa kutumia hekima zake. Ameleta msaada mkubwa sana kwa East Africa. Odinga huenda ataendelea kutajwa mara kwa mara sio tu na wanasiasa wa Tanzania bali na makundi mengine, hasa wakati ambako taifa hili liko katika dakika za salama za kampeni kuelekea katika uchaguzi mkuu ambao hata hivyo umezusha mjadala mkubwa kutokana na kususiwa na chama kikuu cha upinzani. Mwanasiasa Selasina anasema fundisho aliloliacha Odinga kwa nchi jirani ni kutokata tamaa kupigania haki. Anasema wakati wa ushawishi wake alisaidia kulivusha taifa lake la Kenya mpaka kupata katiba na sheria mpya. Hali hiyo inapaswa kuchukuliwa kama darasa kwa Tanzania, ambayo wanasiasa wa upinzani wamekuwa kipigania katiba mpya miaka nenda rudi. Na haki haiwezi kupatikana kwa kutamka tu. Ndio maana kwa mfano hapa kwetu tunadai mabadiliko ya katiba na sheria ambazo zitawapatia watu wetu haki. Haki zilizotajwa kwenye katiba na zitungiwe sheria na watawala wote kutekeleza zile sheria ili wananchi waweze kuishi kwa amani. Naam, hayo ndio maisha ya miaka 80 ya mwanasiasa alikuwa na ushawishi mkubwa sio tu katika taifa lake la Kenya bali hata nje ya mipaka ya taifa lake. Mimi ni George Njogopa. Ikiwa unajiunga nasi hivi sasa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok, tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Tumeanza na taarifa kuhusu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Kenya, Raila Odinga. Baadaye katika matangazo haya tunakwenda viwanjani kuangazia matukio mbalimbali. Afrika Mashariki inaendelea kutoa risala za rambirambi kwa nchi ya Kenya kufuatia kifo cha Raila Odinga. Huko Uganda, Raila Odinga alipata ufuasi mkubwa, lakini pia alikabiliwa na upinzani mkubwa. Raila alionekana kuunga mkono mwanasiasa wa upinzani Dr. Kizza Besigye. Kwa upande wa serikali Uganda, chama tawala MRM kilitazama bwana Odinga kama aliyesisimua upinzani na kuingia kwenye masuala ya ndani ya Uganda. Hata hivyo, waziri mkuu huyo wa Kenya alitetea msimamo wake na kusema alitaka kuimarishwa kwa demokrasia na uhuru Afrika Mashariki. Tupate Sadam Mobale akiwa Kampala. Viongozi mbalimbali wa vyama vya kisiasa nchini Uganda wameeleza mshtuko mkubwa kufuatia kifo cha kiongozi wa upinzani nchini Kenya, wakikitaja kama pigo kubwa si tu kwa Kenya bali kwa harakati za upinzani katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Raila ambaye alikuwa nguzo muhimu ya kisiasa za upinzani nchini Kenya kwa zaidi ya miongo mitatu alifariki dunia nchini India baada ya kuugua kwa muda mfupi. Raila amekuwa mtu wa mchango kubwa kabisa kwa siasa, si Kenya peke yake, si Afrika Mashariki, lakini Afrika nzima na dunia. Raila ndiye amekuwa saa ya upinzani Afrika mzima. Kumbuka Raila sasa sisi tunamuita kama mwenye alichangia sana liberation struggle ya Kenya ya pili, tunaita second liberation, ya kubadilisha katiba ya Kenya kutoa kipengee cha 2A
kuregesha Kenya into multi-party politics. Raila hakukoma hapo, akasukuma kuwe na mabadiliko Kenya, siasa mzuri, kutii sheria. Alafu Raila pia akafanya kazi ngumu sana kwa kuleta constitution ya Kenya ya 1995 yenye iko saa hii inatumika. Raila pia anaangaliwa sana, anaitwa baba wa devolution. Yeye ndio alianzia hiyo mchango ya kusema Kenya ikuwe na serikali ndogo, na Kenya sasa ndio inatumiwa kama mfano kwa utumizi ama mpangilio ya serikali ya devolution Afrika nzima. Wakenya mbalimbali wanaoishi nchini Uganda pia wamemtaja Raila kama nguzo kuu ya siasa na demokrasia Kenya na mtetezi wa haki za binadamu. Mimi naweza sema kwamba alikuwa ni mtu wa kupigania demokrasia. Kwa miaka mingi katika siasa amefanya juhudi kubwa sana kupigania demokrasia, na pia ameweka Kenya mbele kwa mambo mengi. Ukiona kwamba wakati tumekuwa na uchaguzi, mara mingi tumeenda kotini na kukawa na shida, na yeye pia ameweza kuwa anaambia Wakenya kwamba tutulie tuweze kupata ile peace ambayo ni amani ambayo inahitajika katika nchi. Kwa hivyo naweza sema kwamba ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana demokrasia. Waganda pia wameonyesha kuguswa na msiba huu, wengi wakieleza kuwa Raila alikuwa sauti ya wanyonge na aliwakilisha watu wa kawaida kwa ujasiri mkubwa. Pole na rambirambi zetu kwa taifa la Kenya, tukisema poleni sana na tunaomba Mungu awatie moyo. Tunajua kwamba Raila amekuwa sauti kubwa sana katika siasa, na amekuwa pia mtu ambaye amesaidia taifa kuwa na umoja na kupatanisha watu wake wa taifa, na watu wengi walikuwa wanampenda, na hata najua kwamba wengi wanampenda wanasiasa, hata na Wakristo na watu wote. Wachambuzi wa siasa wanasema kifo cha Raila kimeacha pengo ambalo halitaweza kuzibwa kirahisi, hasa kwa kuzingatia mchango wake katika kupigania mageuzi ya kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na haki za kibinadamu. Mwanya aliyouacha ni katika siasa, katika serikali, katika jamii ya watu wa nadhani mkoa wa Nyanza, katika jamii wa Luo, lakini pia ukiangalia katika ngazi ya Afrika, katika Afrika baba alikuwa ni kiongozi anayejulikana, aliyetoa mchango mkubwa hata kwa taifa letu hapa. Ni mtu ambaye alikuwa na mahusiano mazuri na viongozi wetu hapa wa kitaifa, serikalini, lakini pia kwa viongozi wa upinzani. So ni mtu ambaye alikuwa, kwa sababu tuko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, tumempoteza kwanza kiongozi makini, kiongozi mpatanishi. Sada Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala. Basi msikilizaji, endelea kuchangia matangazo yetu katika Facebook, YouTube, TikTok, X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kwa sasa nampisha Ramadhan Kibuga na kikosi chake cha spoti kuhusu taarifa za uwanjani. Asante sana Ann. Leo michezoni tunaangazia michuano ya soka ya kufuzu kwa kombe la dunia hapo mwakani nchini Marekani, Mexico na Canada. Tayari baada ya takriban mechi 10 kwa kila timu, hatimaye Afrika imewapata wakilishi wake 9 kwenye michezo hiyo itakayozikutanisha timu 48, kukiwa pia bado na matumaini kwa Afrika ya kumpata hata mwakilishi wa ziada hapo baadaye. Lakini ni timu zipi zimekata tiketi ya kombe la dunia na sifa zake? Namkaribisha hapa mwenzangu George Njogopa. Na kwanza kabisa, timu 4 za Waarabu zimefuzu kombe la dunia hapo mwakani bila usumbufu wote. Ni pamoja na Morocco, timu ya kwanza kabisa kwa tiketi yake. Morocco umemaliza kampeni yao kwa kuzoa alama zote bila kupoteza mchezo hata mmoja. Simba wa Atlasi watashiriki kombe lao la 7 la dunia baada ya kutinga kwenye ngazi ya nusu finali kwa mara ya kwanza kwa timu za Afrika. Ilikuwa katika kombe la dunia nchini Qatar mwaka 2022. Wakati huo Fenesi wa Algeria wamerudi katika kombe la dunia baada ya ukame wa miaka 12. Hii ikiwa ni mara ya 5 kwa Algeria ya Riyadh Mahrez kushiriki kombe la dunia baada ya safari ya mwisho nchini Brazil mnamo mwaka 2014. Tunisia pia wamefanya kampeni nzuri pia kufuzu kombe la dunia kwa kuvunja rekodi ya kutoruhusu bao hata moja kutia kimiani.
Sasa Eagles wa Carthage watashiriki huko Marekani, Mexico pamoja na Canada kwa mara ya 7 sawa na nchi ya Morocco. Misri nao wakiongozwa na nyota wake Mohamed Salah wamekata tiketi yao ya kombe la dunia lakini mara ya 4. Mara ya mwisho Pharaon walicheza kombe la dunia mwaka 2018 nchini Russia. Kwa upande wake Black Stars wa Ghana baada ya kufeli kufuzu katika kombe la mataifa ya Afrika nchini Morocco baada ya mwezi wa Disemba, Ghana sasa wamerudi na nguvu nyingi katika kampeni hii ya kombe la dunia, wakiongozwa na nyota wake wengi ikiwemo Mohamed Kudus, Thomas Partey au Anthony Semunye. Wametinga katika fainali ya kombe la dunia kwa mara ya 5 na wanarudi baada ya kushiriki nchini Qatar mwaka 2022. Senegal wao walimhitaji nyota wake wa kutegemea Said Mane aliyepachika mabao 2 miongoni mwa 4 katika mchezo wa mwisho jana dhidi ya majirani wake Mauritania, na hivyo kufuzu kwa mara ya 3 mfululizo katika kombe la dunia ikiwa tayari watakuwa wameshiriki mara 4. Tembo wa Ivory Coast wanarudi pia katika kombe la dunia tangu mnamo mwaka 2014 huko Brazil. Mabingwa watetezi wa Afrika walikuwa na upinzani mkubwa dhidi ya Gabon katika kundi lao hadi wiki ya mwisho, lakini hatimaye wamefuzu baada ya kuichapa Kenya kwa mabao 3-0 katika mchezo wa mwisho na kujihakikishia kushiriki kwa mara ya 4 katika kombe hili la dunia linalofanyika katika mataifa 3 kwa wakati mmoja. Nao Bafana wa Afrika Kusini wamefuzu kwa mbinde baada ya kupokonywa alama 3 kutoka na kumchezesha mchezaji mwenye kadi za njano dhidi ya Benin. Hata hivyo Bafana walifyatua Rwanda katika mchezo wa mwisho mabao 3 na kufuzu katika kundi lao lililokuwa na ushindani mkubwa, hasa kwa kusukumizia nje miamba ya Super Eagles, timu ya taifa ya Nigeria. Na mwisho kabisa ni Cape Verde, timu changa ambayo imefuzu kwa mara ya kwanza katika kombe la dunia na kuacha njiani Simba wa nyika Cameroon. Kama ulivyosikia hapo, Cape Verde ni nchi pekee ya ukanda wa bara Afrika kufuzu kwa mara ya kwanza kwenye kombe la dunia. Hii ni taifa dogo barani humu, lakini limeanza kutengeneza jina kwenye medani ya kimataifa ya soka. Kwa mengi zaidi anatueleza mwenzetu Ken Wandera. Taifa la visiwa la Cape Verde limeandika historia baada ya kufuzu kwa mara ya kwanza kucheza kombe la dunia la FIFA mwaka 2026, likiwa moja ya mataifa 5 ya Afrika yaliyopata tiketi hiyo. Mara tu baada ya kipenga cha mwisho, mitaa ya Praia, Mindelo, Sal na Boa Vista ililipuka kwa shangwe. Maelfu ya mashabiki walimiminika barabarani wakiwa wamevaa rangi za taifa, bluu, nyeupe na nyekundu, huku muziki wa kitamaduni wa mona na funana ukitawala hewani. Serikali ilitangaza siku ya mapumziko ya kitaifa kusherehekea mafanikio hayo, huku Rais Jose Mario Neves akisema kupitia taarifa kwamba Cape Verde imeandika ukurasa mpya katika historia ya michezo ya Afrika, mwisho wa nukuu. Kikosi cha Cape Verde kinachoongozwa na kocha Pedro Brito Bubista kinajumuisha wachezaji wengi wanaocheza katika ligi za Ulaya, wakiwemo Ryan Mendes wa Al Nassr kule Umoja wa Falme za Kiarabu, Gary Rodriguez wa Olympiacos Ugiriki na Vozina Aek Lanaka wa Cyprus. Shirikisho la soka la Afrika CAF limesema hatua ya Cape Verde ni uthibitisho kwamba ubora wa michezo haupimwi kwa ukubwa wa nchi, bali kwa mpangilio, maono na nidhamu, mwisho wa nukuu. Kwa bara la Afrika, kufuzu kwa Cape Verde ni ishara ya kuongezeka kwa ushindani na ufanisi katika soka la mataifa madogo. Ni mara ya kwanza katika historia ambapo taifa lenye idadi ya watu wasiozidi 600,000 limefuzu kombe la dunia. Katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, matumaini yamesalia kwa timu pekee ya DRC. Chui hao wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo watapambana mwezi ujao wa Novemba katika hatua ijayo ya mtoano dhidi ya Cameroon, huku Gabon wakivaana na Nigeria. Ni timu moja itakayofuzu kwenye shindano hilo la timu 4 na ndio itakwenda kutafuta tiketi. Itakuwa ni mwezi Machi mwakani kwenye michuano mingine, mara hii ikiwakutanisha wawakilishi wa mabara mengine. Na kwenye mashindano haya ya kufuzu kombe la dunia kulikuwa pia na timu za ukanda wa Afrika Mashariki. Uganda ilipewa nafasi kubwa, lakini kwa mara nyingine tena wamegonga mwamba mbele ya Algeria na kushindwa kufuzu. Sadam Mubale, mwandishi wetu wa Kampala, amepokea maoni ya mashabiki wa soka nchini Uganda. Kama timu ya taifa Uganda Cranes wasikate tamaa, waendelee kuwa na nguvu, nafasi ya kujitokeza labda kupigania kombe la dunia. Wakati mwingine tutakuwa wa kwanza katika group yoyote ambayo watatuweka, kwa sababu sasa makosa tuliyokuwa tunayafanya kwa nyakati za nyuma huku tunaona ya kwamba yanaendelea kurekebishwa, yani tunaendelea kufanya vizuri katika sekta ya mchezo. Kwa hivyo niwapongeze sana pia kufikia hatua hiyo. Algeria ni timu
yenye haina weakness yoyote, timu yenye ina experience. Sasa ukiona Uganda kuondolewa na Algeria kama mtu mwenye mshabiki wa mpira, hiyo sio kitu yenye naweza kasirikia sana, kwa maana ukiona quality ya Algerian team, hiyo ni in Africa na ulimwenguni mzima ni timu yenye inajulikana kwa kwa kandanda. Tulikuwa wapili, naiona kama ni improvement. Kenya pia chini ya kocha Makati wamekwama. Mwalimu huyo hata hivyo alitaja kusuka timu kwa ajili ya mechi za kombe la mataifa barani Afrika mwaka 2027 ambapo Kenya itakuwa miongoni mwa timu wenyeji. Felix Gatumo na taarifa zaidi kutoka Nairobi. Timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars imeonyesha mabadiliko makubwa katika kiwango chake cha uchezaji kandanda kufuatia matokeo ya hivi karibuni kwenye mashindano ya CHAN pamoja na mechi za kufuzu kombe la dunia, ingawa haijafuzu kipute hicho cha dunia. Licha ya kukutana na upinzani mkali kutoka kwa mataifa yenye uzoefu mkubwa wa kusoka barani Afrika, vijana wa kocha Benni McCarthy wameonyesha uimara hasa katika safu ya ulinzi na umakini mkubwa katika ushambulizi. Jana Ivory Coast iliwafunga Harambee Stars magoli 3-0. Ingawa Kenya haikuwa inachezea chochote, mashabiki wengi wamesifu ari na hamasa mpya ndani ya kikosi, hasa vijana wanaocheza ligi za nyumbani, na kuamini ikiwa timu itaendeleza kasi hii, kuendelea kunoa vipaji, kunawiri uongozi dhabiti wa soka, uwekezaji katika miundombinu na mipango ya muda mrefu, Harambee Stars itakuwa katika nafasi bora ya kufuzu kombe la dunia hivi karibuni pamoja na michuano mikubwa barani Afrika. Kenya wako na kocha mzuri, kocha ambaye anajua kazi yake, kocha ambaye anapea vijana motisha, alafu pia ametuonyesha kwamba vijana ambao wanacheza ligi ya hapa nyumbani wana uwezo na wana nafasi kubwa sana ya kutamba. Serikali na shirikisho la soka nchini FKF pia limetakiwa kuendeleza uwekezaji katika maandalizi na miundombinu ili kuhakikisha ndoto hiyo inatimia. Mshambulizi mkongwe McDonald Mariga, ambaye kwa sasa ni naibu rais wa FKF, ameeleza kuwa mipango ya shirikisho inalenga kuhakikisha Harambee Stars wanang'aa na kujiandaa kwa michuano hiyo. Federation imekuwa ikisupport teams kwa sababu nimekuwa nikifollow as a vice president, na President Hussein is doing a good job kwa sababu ana make sure teams ingie camp on time, ana make sure both ladies and men teams ziko accommodated well, kila mtu iko comfortable. Wakenya wengi wanaotamani kuona Harambee Stars ikirejea katika hadhi yake ya kihistoria, wakiamini kuwa safari ya kuelekea mafanikio makubwa imeanza rasmi. Felix Gatumo, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Nairobi. Lakini wadadisi wa soka wanasemaje kuhusiana na kampeni hii ya kufuzu kombe la dunia, hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati? Naungana hapa na Patrick Harakandi, mchambuzi kutoka Burundi. Wengine wanaandaa, manake wanaandaa ukija kutazama kwamba ni generation inapisha nyingine. Sasa kwetu Afrika Mashariki sio hivyo, manake kutana leo wachezaji wanaweza kuchukua miaka mingi kwenye timu ya taifa, hana mbadala. Ipo tofauti ya Afrika kidogo ya Mashariki na Magharibi. Ni kwa sababu wenyewe tayari wachezaji wao unakutana wanakwenda kuendelea Ulaya. Manake zile academies na waandaa wanakwenda kupata wanakwenda kuchukua uzoefu Ulaya. Tofauti na huko kwetu ambapo Afrika Mashariki hakuna ile, unaweza kupata academy nzuri ambayo tayari inaandaa wachezaji. Leo ukija kuzama Tanzania mpira utasema umepanda juu, lakini tazama ni ligi inajengwa na wakina nani? Ni wakina Pacome, ni kutoka wapi? Cote d'Ivoire. Ni wakina, ni wachezaji zaidi utakuta kutana wanatoka Cameroon, Cote d'Ivoire, manaki, lakini inapofika kwenye timu ya taifa ni wachezaji wa kawaida ambao tayari tutawaona kwenye timu ya taifa. Ni kweli sasa Afrika Mashariki kufuzu ni ngumu. Kufikia sasa tayari mataifa 28 ndiyo yameshafuzu kucheza fainali hizo za kombe la dunia. England ni taifa pekee la Ulaya limekata tiketi yake hapo jana, na mashindano hayo yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 11 mwezi Juni hadi tarehe 19 Julai mwakani katika nchi za Marekani, Mexico na Canada. Na hiyo ndiyo michezo kwa sasa. Jina langu Ramadhan Kibuga. Na kabla hatujatamatisha matangazo haya, tuangalie taarifa nyingine ambazo zimekuwepo barani
naye Angela Ngendo. Viongozi mbalimbali ndani na nje ya bara Afrika wameendelea kutuma risala za rambirambi kwa raia nchini Kenya kufuatia kifo cha waziri mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga. Kwenye risala yake, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemtaja Raila Odinga kama kiongozi mahiri, mwanajumuiya Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhisho, ambaye ushawishi wake uligusa kila pembe barani Afrika. Naye Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amemtaja Raila Odinga kama nguzo muhimu katika kukuza demokrasia barani Afrika. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema kwenye risala yake kwamba Bwana Odinga ameacha pengo kubwa. Naye Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amemtaja Waziri Mkuu wa zamani nchini Kenya kama kiongozi shupavu na aliyependa kuimarisha uhusiano kati ya mataifa. Raila alifariki dunia nchini India ambapo alikuwa anapokea matibabu. Watawala wa kijeshi nchini Madagascar wamefuta katiba ya nchi hiyo na kutangaza utawala wa mpito kwa muda wa miaka 2. Hii inafuatia mapinduzi dhidi ya utawala wa Rais Andre Rajoelina. Kiongozi wa kitengo cha jeshi cha Kapsat, Kanali Michel Randrianirina, amepata idhini ya mahakama ya juu kuunda utawala wa mpito. Kiongozi huyo wa kijeshi aidha amefuta tume ya uchaguzi ya Madagascar. Kisiwa hicho cha Bara Hindi kimeshuhudia maandamano ya vijana wakilalamikia utawala wa Rajoelina ambaye kwa sasa anasalia mafichoni. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameonekana mjini Nairobi, Kenya. Hii ndiyo mara ya kwanza Kabila anaonekana hadharani baada ya mahakama ya kijeshi kumhukumia kifo kwa makosa ya uhaini na uhalifu wa kivita. Mamlaka za Kinshasa zimelalamikia Kabila kwamba alikuwa na ushirikiano na waasi wa M23 ambao wameteka maeneo kadhaa mashariki mwa DRC. Imepanga kuzindua afisi mpya katika mataifa kusini mwa jangwa la Sahara ili kusaidia uhusiano wa kibiashara pamoja na kuimarisha viwango vya elimu. Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tuendelee kuweka maoni yenu kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa hizi, na vile vile uko wapi na ungependa kusikia nini. Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunakupongeza wewe ambaye umeandamana nasi hadi sasa. Nikukumbushe kwamba tuko kwenye Facebook, YouTube na pia kwenye mtandao wa TikTok. Ni hayo tu msikilizaji kwa leo. Jina langu ni Anna Ngugi. Kwa heri kwa sasa.